nini. Nahitaji wasomaji kama wawili ama watatu. Mwenye atapata mbele anasoma. Nina Biblia hapa. Tamsaidia ila anataka kusaidia. Njoo mbele, nataka kusaidia. Njoo hapa. Njoo na kiti chako kama ukuje uketia fomu. Kwanza kuja uketia fomu hiyo sindano. Kwa hiyo yako ni Kiswahili. Tutasaidiana. Mwenye tafuta kwanza alisomee ili kwa pesa wa muda. Unaweza kuanza. Mathayo 3:11. Nisomee pale. Mimi nawabatiza kwa maji kwa ajili ya toba. Mimi nawabatiza kwa maji kwa ajili ya toba. Soma. Lakini nyuma yangu anakuja yeye aliye na uwezo kuliko mimi, ambaye sistahili hata kuchukua viatu vyake. Yohana anabatiza kwa ajili ya toba. Na wale anaobatiza anawaambia nyuma yake kunakuja mwingine ambaye sitaweza kufungua nyuzi za nini? Za viatu vyake. Anaenda kusoma? Yeye atawabatiza kwa Roho Mtakatifu na kwa moto. Yeye atawabatiza kwa Roho Mtakatifu na kwa moto. Wapi sababu? Una huyu sasa anayebatiza Yohana anabatiza kwa nini? Kwa maji. Yohana anabatiza kwa maji kwa ajili ya toba. Lakini kuna yule anayekuja nyuma yake ambaye ni mkuu atabatiza kwa Roho Mtakatifu na kwa moto. Happy Sabbath. Happy day. Kwa hizi batizo tatu nitazieleza hivi. Kuna ubatizo wa maji na kuna ubatizo wa Roho na kuna ubatizo wa moto. Tuko pamoja? Yeah. Na hivyo ndivyo nataka nikufafanulie hizi batizo tatu zinabatizwa kwa namna gani. Kwa maana niliona kuna wale wanabatiza kwa kuruka moto kwamba huo ni batizo wa moto. La hasha. Huo si batizo wa moto, labda kuja tuangalia Biblia yangu gani. Tutaanza kusoma pale na tukaona. Kwa hivyo nitaweza kufundisha kuhusiana na hizi batizo tatu kwa muda mfupi. Kwa sababu nilikuwa nimeguzia ubatizo wa maji la watu wao wakienda kubatizwa. Nitameda sana kwa ubatizo wa Roho Mtakatifu na ubatizo wa moto. Ili nikueleze ni nini inabatizwa kwa Roho Mtakatifu na ubatizo wa moto ni gani. Sawa, nimaliziane na ubatizo wa maji. Ingia katika kitabu cha Waefeso. Ni 4 fungu la 4. Kitabu cha Waefeso 4 fungu la 4. Nisome pale. Soma, mwili mmoja. 4 kitabu cha Waefeso. Neno la Mungu linasema mwili mmoja na roho mmoja kama na mlivyoitwa katika tumaini moja la wito wenu. Kuna mwili mmoja, kuna roho mmoja na ubatizo mmoja. Kama nisome verse 5, Bwana mmoja, imani moja, ubatizo mmoja. 6, Mungu mmoja, naye ni Baba wa wote, aliye juu ya yote na katika yote na ndani ya yote. Kwa hivyo tumeona kwa vile kuna Mungu mmoja, imani moja, na Mungu mmoja ambaye ni Baba wa vyote. Na katikati pale tumeona ubatizo mmoja. Je, utaniuliza kwa nini nasema ubatizo tatu na Biblia inasema ubatizo mmoja? Wewe unauliza maswali na jaribu kujibia maswali yako ili usikuje kuuliza baadaye. Kwa nini nasema kuna ubatizo aina tatu? Ubatizo mmoja wakati ambapo andiko linarejelea kuhusiana na ubatizo mmoja, linaelezea kuhusiana na ubatizo wa maji. Happy Sabbath. Hapo ubatizo ambao Yesu alifundisha wanafunzi wake wakabatizwe. Na ubatizo unabatizwa kwa jinsi gani? Ubatizo mmoja wa maji unabatizwa kwa jinsi gani? Kitabu ni cha Mathayo 3 fungu la kwanza. Mathayo 3 fungu la kwanza. Siku zile, nisomee pale, siku zile aliondokea nani? Siku zile aliondokea Yohana Mbatizaji. Na ukisoma unasoma kwa sauti. Siku zile aliondokea Yohana Mbatizaji akihubiri katika nyika ya Uyahudi akisema, tubuni kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Tubuni kwa maana ufalme wa mbinguni umefanya nini? Umekaribia. Ama huu ubatizo ambao Yohana alikuwa akibatiza ulikuwa tu ni ubatizo wa kutubu. Kabisa bali. Ubatizo wa maji, tunabatiza ubatizo wa maji kwa nini? Kwa sababu ya toba.
ama kuamini Yesu, na unataka nimemwamini Yesu, ni kama mchungaji wangu, sitahitaji kitu tena. Kwa hivyo nimeacha yale maisha ya kitambo, nimeamini na tubu yale yote nimetenda bila kumjua. Huo ni ubatizo wa toba. Na ubatizo wa toba, Yohana alikuwa akibatiza ubatizo wa toba wa maji aina gani? Kwa sababu kuna ubatizo wa toba watu wanamwagiliwa maji kwa kikombe, wengine wanachora msalaba kwa maji kwa mafuta ya olive, ama maji kidogo tu unachora msalaba unaambiwa ushabatizwa. Tunataka kujua huu ubatizo mmoja, ubatizo wa maji mmoja ni ubatizo gani? Ama Yohana alikuwa akibatiza ubatizo wa namna gani? Utakuja kukisomea hapa kidogo katika kitabu cha Yohana 3:23. Yohana 3:23. Yohana sasa akielezea vile Yohana Mbatizaji alikuwa akibatiza. Yohana naye alikuwa wapi? Yohana naye alikuwa akibatiza huko Ainoni. Yohana naye alikuwa akibatiza huko Ainoni, karibu na Salimu. Kwa sababu huko kulikuwa na maji mengi tele. Kwa sababu huko kulikuwa na maji tele. Maranatha. Amen. Kwa hivyo ubatizo ambao unabatizwa wa maji, si ubatizo wa kikombe, si ubatizo wa kidole, hiyo labda kama ni irrigation wanafanya. Ubatizo wa kunyunyizia inafanya ibatizo ya mimea. Happy Sabbath. Happy day. Kama ukifanywa yeye na kumwagiliwa, hiyo ni kunyunyiziwa maji, si kubatizwa. Ubatizo wa maji ni maji tele. Uzamizo wapi? Ndani. Je, Yesu aliukiri huu ubatizo? Kwa sababu Yesu ndiye mfano wetu. Happy Sabbath. Happy day. Yesu ndiye mfano wetu. Yeah. Yesu ndiye mwalimu mkuu na ambaye tunamfuata. Je, wewe Yesu ulibatizwa? Maranatha. Tumuulize Yesu, Yesu ulibatizwa? Na kama ulipobatizwa, ulibatizwa basi ubatizo gani? Mathayo tuingia ni 3. Mathayo 3 fungu la 14. 13 samani. Mathayo 3:13. Nisomea pale. Nasema nini? Wakati huo Yesu akaja kutoka Galilaya mpaka Yordani. Wakati huo Yesu akatoka Galilaya. Watu waache kulala. Wakati huo Yesu akaya Yordani kutoka Galilaya, akafanya nini? Kwa Yohana. Ili afanye nini? Abatizwe. Kwa hivyo huko Ainoni kwa maji tele ambako Yohana alikuwa akibatiza mto Yordani. Yesu naye ni mwalimu mkuu, anakuja abatizwe pale mtoni. Happy Sabbath. Kwa hiyo haya maji tele ndio ubatizo peke yake wa kweli. Maranatha. Amen. Je, Mungu wa mbinguni, huyu ni Yesu mwanao, wewe ndio uliyemtuma. Na huyu mwana anasema hakuna kile mwana anachonena, hakuna kile anachokisema isipokuwa kile Baba amefanya nini? Amesema, amenituma mimi niseme. Na mwana hufanya kile amejifunza kwa baba yake, ambacho huyo mwana ndiye Yesu. Je, Baba wa mbinguni, unakiri huu ubatizo Yesu mwanao alibatizwa ni kweli kama mwanao amekuja kutuchanganya ulimwenguni? Tukuje tumuulize Baba wa mbinguni ama babake Kristo, je, huu ubatizo wa mwanao amebatizwa unaukiri? Ama wewe Yesu ili ukuje kubatizwa mto Yordani, nani alikutuma? Bwana. Amen. Tuseme hapo hiyo tu ni hapo 3. Soma 15. Yesu akajibu akamwambia. Soma 14 lakini soma 14 inasema Lakini Yohana alitaka kumzuia. Yohana akataka kumzuia Yesu akisema mimi nahitaji harakisha tafadhali. Mimi nahitaji kubatiza na wewe. Mimi nahitaji kubatizwa na wewe. Naye kwangu. Naye unakuja kwangu. Akamwambia nini? Yesu akajibu akamwambia, kubali hivi sasa unibatize mimi Yesu ili soma. Kubali hivi sasa kwa kuwa ndivyo itupasavyo kutimiza haki yote. Basi akamkubali. Na Yesu alipokwisha kubatizwa, mara akapanda kutoka majini, anasema mbingu zikafunguka, akamwona Roho wa Mungu akishuka kama mvua akija. Msomaji hata kusoma kama mtoto wa class 3. Soma kama inaendelea, hata kusema akawa kama
nini? Nataka kusoma kweli. Soma pale. Msaidie kama umefika pale. Sasa soma hapo. 14:15 nasema? Nasema lakini Yesu akamjibu, kubali hivi sasa. Kwa maana ndivyo itupasavyo kwa njia hii kuitimiza haki yote. Ili kuitimiza haki ya Mungu wa mbinguni. Yesu amekuja kubatizwa kwa nini? Ili kuitimiza haki yote ambayo ni ya Mungu wa mbinguni. Maranatha. Amen. Kwa Mungu yeye aliyemtuma Yesu. Yesu hajakuja kubatizwa kwa sababu ana dhambi. Maranatha. Amen. Lakini ili kutimiza haki yote ya Baba wa mbinguni. Kwa hivyo Yesu aliyemtuma ni Baba, akamwambia nenda kabatizwe. Maranatha. Amen. Yesu sasa amekuja kubatizwa mtoni kwa Yohana. Endelea kusoma. Hivyo Yohana akakubali. Hivyo Yohana akakubali kumbatiza Yesu. Naye Yesu alipokuja kubatizwa, mara alipotoka ndani ya maji, ghafla mbingu zikafunguka, akaona Roho wa Mungu akishuka kama hua, akija juu yake. Na tazama, sauti. Nini? Sauti. Sasa Yesu ako pale majini. Roho wa Mungu amefanya nini? Amemshukia hapo kwa mabega yake. Lakini bado mbinguni kuna sauti nakiri. Inasema nini? Huyu ni mwanangu mpendo wangu, ninayependezwa naye. Maranatha. Amen. Kwa hivyo Baba wa mbinguni amekiri huyu mwanawe kwa kutimiza haki ya kubatizwa, ubatizo ambao ni kutumbukizwa ndani ya maji mengi. Ninapendezwa. Kwa hivyo kama Mungu utampendeza Mungu, utakajua irrigation. Utampendeza Mungu kwa kutumbukizwa ndani ya maji mengi. Maranatha. Amen. Huu ndio ubatizo mmoja kama sisi tulivyokwisha kuamini. Hello. Happy Sabbath. Happy day. Na nini essence ya kubatizwa? Tunabatiziwa nini? Maranatha. Tuna kubatizwa. Si tungeenda mbinguni bila kubatizwa? Kama haina umuhimu. Sasa nataka tujue ni kwa nini tunabatizwa. Happy Sabbath. Happy day. Tunataka tujue ni kwa nini tunabatizwa ili tukaweza kuelewa zaidi maana ya kubatizwa. Wakolosai 2:12. Somaji nataka ifika pale wa kwanza anisomee. Wakolosai 2:12. Wakolosai 2:12. Tusomewe. Kolosai kwa Kiingereza. Colossians. Wakolosai 2:12. Wakolosai kwa katika barua za Paulo. Uko kwa Wakorintho, wa Efeso, hizo. Wakolosai 2:12. Soma. Leo amefika. Mkazikwa pamoja naye. Basi soma, anza. Mkazikwa pamoja naye katika ubatizo. Tulizikwa na Yesu pamoja naye. Kwa njia ya nini? Ya ubatizo. Sasa nikiwafundisha kifo, ubatizo ni kama kufa. Happy Sabbath. Ubatizo ni kama nini? Kufa. Ni kama kufa. Ni kufa ambayo itakufa na uingia kaburini na ufufuke. Maranatha. Ama inaashiria tu mpango wa wokovu kwa kifupi. Siko mpango tunasema wale waliokwisha lala, kabla tu ikilia, watafanya nini? Watainuka. Sasa hii ni ishara ya kwamba tumekufa na Yesu na tunaamini kwamba tutafufuka. Endelea kusoma pale, inasema sawa, basi tulizikwa pamoja naye kwa njia ya ubatizo katika mauti yake, kusudi kama Kristo alivyofufuka katika wafu. Asamani kidogo. Mkazikwa pamoja naye katika ubatizo, na katika huo mkafufuliwa pamoja naye. Maranatha. Amen. Tulizikwa na Yesu. Wakati alizikwa kaburini, sasa wakati tunatumbukizwa majini, ni kama tunakuzika. Hello. Happy Sabbath. Happy day. Kwa ile mwana mpotevu anaporudi, babake anasema alikuwa amekufa lakini amefufuka. Ni ukweli, alikuwa anatembea. Si ndio? Kwa hivyo alikuwa hai kimwanadamu. Lakini babake anasema alikuwa amekufa. Kwa hivyo yule mtu mwenye dhambi
ama mtu ambaye amfahamu Yesu ni maiti. Maranatha. Amen. Kwa kifupi hiyo ndio ninakwambia sasa. Bila mtu kama mtu hujamwamini Yesu, wewe tu ni unatembea wewe ni marehemu. Kwa kifupi wewe tu unatembea lakini wewe ni marehemu. Kuna waimbaji wa muungano kwa Tanzania na wapenda sana. Wasema natembea mimi ni marehemu hakika. Natembea mimi ni marehemu. Amina. Amen. Sasa wale wanaotembea kama hawajamfahamu Yesu, hao ni kama watu waliokufa. Ndio maana maandiko inasema kuna watu waliokufa lakini bado wanatembea. Sasa hao watu wakija wamekufa majini, wamemwamini Yesu. Ukweli mimi nilikuwa nimekufa, nimekiri. Lakini nataka kufanya nini? Kuishi. Katika ubatizo umekuja umekufa unazikwa pamoja na Yesu majini. Na unapoinuka tena unainuka kama kiumbe hai ama mtu ameanza maisha mapya fresh. Sasa wewe ni kama tu mtoto sasa. Nimeanzia utoto. Kama vile sasa alikuwa akiuliza nitarudi hadi tumboni mwa mama nizaliwe tena. Akaambia ni kwa kuzaliwa bila kuzamishwa majini. Hautaingia utaurithi ufalme wa mbingu. Huo ndio sasa mtu amekuja kama amekufa. Soma katika kitabu cha Warumi 6:4. Warumi 6:4. Soma pale. Basi tulizikwa pamoja naye. Sasa wale sisi tumebatizwa, basi tulizikwa pamoja na Yesu Kwa njia ya ubatizo katika mauti yake. Kwa njia ya ubatizo katika nini? Mauti yake. Sasa kwa sababu Mungu mtundikwa na Yesu kwa msalaba pale, anakwambia sasa ili tupe pamoja nami, uamini ule mwili wa zamani umekufa. Ufe kupitia nini? Wewe ziko kupitia majini. Kuashiria kwamba umekubali kifo chake ni cha faida kwako. Maranatha. Umekubali kwamba Yesu kuangikwa msalabani ni makosa yangu. Na nahitaji wewe Yesu usiye na makosa, niwe kama wewe. Maranatha. Tumeelewana pale, nitaharakisha kwa kusomea pale amebakisha. Kwa maana kama mlivyounganika naye katika mfano wa mauti yake, kadhalika mtaunganika kwa mfano wa kufufuka kwake. Maranatha. Kwa hivyo hii ni ishara kwamba umekubali kifo cha Yesu. Na kwamba anaporudi baada ya kufufuka kwake, unaamini kama vile alivyofufuka. Hata dunia ikikwisha. Wale wamelala kama pasa alikuwa anasema walilala hivi karibuni. Hiyo siku hivi punde tu wataamka pamoja na yule Yesu. Amen. 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 Hiyo ndio ubatizo wa nini? Wa maji. Ubatizo mmoja. Swali lingine ambalo lienda ikaingia kwa ubatizo. Nahitaji nini ili nibatizo? Ama nabatizwa nikifikia wapi? Hello. Amen. Maranatha. Amen. Nilisema tubatizi watoto kwa sababu watoto hawaamini. Watoto hawana imani. Kwa maana yeye hafahamu kile anachokiamini. Yeye ni mtoto mdogo. Hata wewe ukimuuliza kwa nini anaenda shule atasema ni kwa sababu mzazi alimtuma shuleni. Na tumeambiwa tusome, hata wewe si masomo ni funguo la maisha. Hiyo tu ndio anajua. Lakini mtu mzima akiamua naenda kusoma, anajua kwa nini specifically naenda. Sijaambiwa na mzazi, sijatumwa. Hello. Hello. Happy Sabbath. Happy day. Ndio masomo ya masters ama PhD. Hakuna mmoja anakuambia atatafuta masters wapi ama PhD. Sasa unajua mtoto sasa anaambiwa soma. Lakini ukifika wakati ni mimi wewe unajua specifically nahitaji kusoma. Umenielewa? Sasa huyu ndiye anahitaji ubatizo. Kwa sababu mtoto sasa yeye ajue kwa nini anabatizwa. Hapana, otherwise itakuwa ni kuogelea tu umemwosha tu. Na hata elewa tu umemwosha. Hata kila anachokiambia naweza akakuwa na akasema siamini hicho unasema. Wala mimi wa Adventista siupendi. Hello. Ama sasa mimi siupendi Ukristo. Mimi namwamini Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mtume Muhammad. Na nitakuja kwa mtume ajue kusoma wala kuandika. Na nitamfikiri Qur'an, nitakuwa Muislamu kutoka siku ya leo. Tamzuia. Au tamzuia. Ndio maana wala tunahitaji wabatizwe wanakubali Ukristo. Hello. Hello. Nitakusomea hilo katika kitabu cha Matendo 2:37. Saidia kusoma kwa sababu ya Mungu.
Walipoyasikia haya, wakachoma mioyo yao, wakamwambia Petro, asia hapo tafadhali, siko nasoma hiyo, kama nimekosea ile ndio nitamalizia hapo mwisho. Nipata kukiri kisa cha Filipo. Fungulia linanisaulikia ni kitabu gani? Lakini inasema hivi, Filipo akafunua kinywa chake, naye akaanza kwa andiko hilo. Akamhubiria habari njema za Yesu. Hii ni habari ya Philip and the Ethiopian eunuch. Ama anaitwa Towashi. Towashi huyu amempata anatoma chuo cha nabii Isaya. Anamuuliza, unaelewa kile unakisoma? Anamwambia, sasa nielewaje mimi? Sababu labda nipate mtu wa kunitafsiria angalau akanifundisha. Na Petro na yeye Filipo anapanda pale mara moja. Anamfundisha mpaka anaelewa vizuri kile chuo. Anamfundisha habari za nani? Za Yesu. Hello. Wakawa wakiendelea njiani, wakafika mahali penye maji. Yule towashi akasema, tazama maji haya. Ni nini kinachonizuia nisibatizwe? Maji yako. Nini inanizuia nisibatizwe? Filipo akasema, ukiamini kwa moyo wako wote. Rudi sasa kwa zile amri mbili. Ukiamini, hiyo ndio unahitaji ubatizo. Hello. Hatuhitaji eti ukwe umekuwa foresta, umekuwa kiongozi wa vijana, umekuwa nini, hapana. Mungu anahitaji roho iliyovunjika na kupondeka. Hiyo ndio anataka. Sasa hii roho iliyovunjika inapondeka, inaamini. Ukiamini kwa moyo wako wote, inawezekana. Hello. Kuamini kwa moyo wako, muamini Yesu. Umefundishwa vizuri kuhusiana Yesu ni nani? Alikujia nini duniani? Nini maana ya ukombozi? Anakomboa nani? Na je, mimi nahitaji ukombozi? Huu msalaba una faida kwangu. Ukishaamini una faida kwako, inawezekana. Mara nani? Na akajibu akasema, naamini ya kwamba Yesu Kristo ndiye mwana wa Mungu. Mara nani? Anaamini Yesu vizuri na anamwamini kwamba ni nani? Ni mwana wa Mungu. Ukimkiri kwamba Yesu ni mwana wa Mungu, aliamuru lile gari, wakateremka wawili majini. Filipo akambatiza na Filipo akatoweka. Maranatha. Amen. So hitaji ambalo la ubatizo huu wa maji ni ubatizo, mimi ni mwenye dhambi. Nilikuwa nimekufa, nahitaji kuishi. Hello. Nahitaji maisha. Na maisha ni wapi? Mtoni. Hello. Maji mengi, nizamishwe nioge dhambi. Alafu niamke nikiwa kiumbe kipya ndani ya Yesu. Sasa nina ujumbe kwa wale hawajabatizwa. Lakini kabla nipatiane ujumbe, acha niulize. Mungu alikuwa ni Mungu wa jeshi la Israeli. Kweli si kweli? Kweli. Basi kama ni jeshi la Israeli, watakwenda vizuri. Ndio. Ni uko mtaule, ukuhani mtakatifu. Israeli Mungu alikuwa amewachagua. Alikuwa siasa na hili taifa. Je, hili taifa la Israeli, sasa Yohana amekuja kubatiza kwa ajili ya toba. Je, Mungu na kina Musa walibatizwa ama watakuja kusikia ubatizo kama jambo jipya? Hello. Hello. Waisraeli walimwamini Mungu ambaye amemwambia mimi niko ambaye niko nimekutuma. Hebu waambie hivyo. Wakiamini hivyo ni mimi huyo, watoke Misri wakufuata twende Kanaani. Na wakamwamini huyu Mungu. Wakasema tutakufuata. Twende na wewe Kanaani. Sasa Mungu ameshakuamini. Wewe huko ambao umemtuma Musa. Je, walibatizwa? Hello. Waisraeli, ubatizo utakuwa kitu mpya kwao? Wakorintho wa kwanza 10 fungu la kwanza. Wakorintho wa kwanza, tujue kama Musa amebatizwa. Huyo ndiye anaambiwa kwa maandiko alikuwa rafiki wa Mungu. Na zaidi ya huyo Musa hakuwa na rafiki wa Mungu kama Musa tena. Wakorintho wa kwanza 10 fungu la kwanza. Soma kama umefika. Neno la Mungu linasema, kwa maana ndugu zangu. Sikiza nyinyi ndugu zangu wawili. Pale nyuma, mama sikiza. Kwa maana nyinyi ndugu za Paulo, sipendi mkose kufahamu ya kuwa apendi mkose. Ndio maana nimeona mimi msikose mkiongea, msikose nini? Baba zetu walikuwa wote chini ya wingu. Wote baba zetu wote kina Musa
na ukoo na nyumba ya Yakobo ama Israeli walikuwa chini ya wingu. Wote wakapita kati ya bahari. Na wote wakapita chini ya nini? Bahari. Bahari ni maji kidogo. Bahari ya kikombe. Walipita kwa maji kidogo. Wote walipita chini ya bahari. Endelea kusoma basi. Wote wakabatizwa. Wote wakafanya nini? Wakabatizwa. Kama Israeli je wanajua ubatizo. Wote wakafanya nini? Wakabatizwa. Wote wakafanya nini? Wote wakabatizwa wao wa Musa katika wingu na katika bahari. Kwa hivyo jeshi la Israeli lote limebatizwa. Maranatha. Amen. Wana wa Israeli wamebatizwa na sisi tunapaswa tuwe nini? Israeli wa sasa. Mbona tusibatizwe? Wote walibatizwa baharini, wacha wewe kwa mtoni. Baharini. Ocean. Red Sea. Hapo ndipo walipobatizwa. Na juu kulikuwa na wingu. Sasa ule ujumbe wangu kwa yule ambaye labda hajabatizwa ama anahitaji kubatizwa. Anaulizwa nini? Matendo ya Mitume. Acts of Apostles. Mitume. Kabla ukifikia hiyo Acts 22:16 utasoma Mathayo 28:18. Yesu akaja hapo akasema nao akawaambia wanafunzi wale thenashara, nimewapa mamlaka yote mbinguni na duniani. Basi enendeni mkawafanya mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru. Na tazama mimi nipo pamoja naye siku zote hata ukamilifu wa dahari. Maranatha. Amen. Sisi kama wanafunzi wa Yesu tumetumwa wapi? Ulimwenguni kote. Maranatha. Amen. Hello. Tumetumwa ulimwenguni tukafanya nini? Tuwafundishe. Matthew 28. Matthew 28:18. Ukienda mpaka 20. Tumetumwa ulimwenguni kote tuwafundishe na kuwabatiza kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Na hivyo ndivyo walivyofanya wanafunzi. Hello. Kwa hivyo ubatizo huu mmoja tunaambiwa tuende tuhubirie, waamini, tuwafundishe Yesu ni nani, wamemwamini. Wokovu wameelewa ni nini hiki, ni nini hiki, ni nini hiki, ni nini hiki, wameelewa maandiko vizuri. Hello. Jamani, niliwaambia tunaenda kwa tunahubiri, tunapata watu 50. Tunakuja kanisani tunawabatiza watu 30. Baada ya mwezi 2 kwa wale 30 tumebaki na 5. Kwa nini? Kwa sababu hatukuhubiria vizuri. Kwa sababu hatukufanya vile inafaa. Wengine wanaenda kwa nje tunahubiria. Ni ukweli maandiko yanasema dunia inakwisha. Ni kweli, si kweli inaisha? Inakwisha. Na punde si kitambo Yesu anarejea. Na wale ambao hawakusikia na kutubu wataingia kwenye moto wa kiberiti. Wanaogopa tu moto wa kiberiti. Kwa sababu uoga ya mauti wanakuja kanisani. Yesu anakuja, wewe sitaki kufa. Anakuja kanisani. Huyo hata akija kanisani kama hilo ndio amekujia. Huyo na wale wamepotea ni kundi moja. Hata kama ako kanisani. Halo. Happy Sabbath. Happy day. Kundi la pili tunawahubiria uzuri. Yesu anakuja. Kwake meza inaandaliwa vinono. Njoni tule. Hello. Wala wote tunakula vinono. Mji wa dhahabu, meza ya kioo, mji au fungwi, hakuna giza. Njoni mkashuhudie huu uzuri wa mbinguni. Hello. Na hakuna kufa, hakuna mauti. Hamtalia tena, hamtasumbuka. Hello. Tunawafariji, hamtasumbuka mbinguni. Milango haifungwi. Kazi ni kuimba wimbo wa Musa na mwana-kondoo. Sabato hata sabato, mwezi hata mpya, hata mwezi mpya, tutapumzika na Mungu Mwenyezi. Kwa hivyo wanakuja, kile kinawaleta kanisani ni tamaa ya ufalme wa mbinguni. Maranatha. Kwa hivyo yeye si tu wamempenda Yesu, lakini Yesu kwa sababu Yesu ana uzima wa milele. Hello. Kwa Yesu kuna mji wa dhahabu, na mimi sijaiona hata dhahabu tangu kuzaliwa. Na huko mji wote dhahabu, njia dhahabu. Anakuja wewe nitaenda kwa utajiri wa ajabu. Kwa hivyo tamaa ya ule uzuri wa Yesu
inamvutia kuja kanisani. Huo naye na vile kundi lililopotea, hilo ni kundi moja. Maranatha. Naweza kaniuliza bali sisi hatutaki uzima wa milele. Tunautaka. Hello. Tunafanya nini? Tunautaka. Lakini nauliza swali moja. Ni nini kilifanya wanafunzi wa Yesu wamfuate? Alipowaita Petro, akawaita Andrew, akawaita Yohana, hakuambia mambo ya uzima wa milele. Hakuna. Na hakuambia chochote kuhusiana na moto wa kiberiti. Hakuambia hicho. Aliwaambia kuanzia leo nitakufanya mvuvi wa watu, bali si samaki. Na Petro akamwambia kama ni hivyo, twende. Hello. Wakamfuata. Sasa kile ambacho kinafuata hawa ili tuwaleteni kanisani. Wakikuja wakibatizwa, wasiende ni nini? Ila kwa sababu ya muda hatutasoma unabii sana. Lakini nitakupeleka fungu utalitafuta. Dada wengi akielezea kuhusiana na wanafunzi, anasema it was not the fear of death, si kuogopa mauti, nor the promise of life eternal that led the disciples to follow Jesus. Haikuwa ni kwa sababu ya kuogopa mauti wala tumaini ama tamaa ya ufalme wa mbinguni ilifanya wanafunzi wamfuate Yesu. Si hivyo. They behold the love of Christ from the manger up to Calvary. Hello. Kila wanafunzi kiliwavutia, walitazama upendo wa Yesu kutoka ile siku alizaliwa pale kwenye hori la ng'ombe. Hiyo safari yote mpaka msalabani, wakaona upendo wa Yesu kweli ni mkubwa. Hello. Na wakamfahamu kweli huyu Yesu, Mungu ni pendo. Na kama si pendo, Yesu angepanda hapo msalabani. Na kama kuna upendo huu wote, mbona mimi nisiwe kama huyu Yesu? Hello. Sasa wakati wanafika pale, ndio Yesu baadaye anakuja kumuuliza, na sisi tumekufuata. Kama alikuwa anajua kuna uzima wa milele, angemuuliza hilo swali. Walimuuliza nini? Na sisi tumekufuata. Tumewacha vyote. Tumeacha wazazi wetu, tumeacha ndugu zetu. Tutapata nini? Yesu, hiyo ni swali. Kwa hivyo ingekuwa kama walikuwa wanajua, hawangeuliza. Kwa hivyo Yesu hakuambia kuhusiana na nini? Na uzima wa milele. Na hapo ndio Yesu anawaambia kile kimeandaliwa kwa ajili yenu. Ni cha ajabu sana. Kule kwa majina yameandikwa mbinguni. Wale waliwaambia, mtaufurahia ufalme wa Baba, mtatawala. Lakini si katika dunia hii, kwa sababu mimi si mfalme wa dunia. Ufalme wangu uko mbinguni. Ndivyo aliambia. Ndivyo aliambia Pilato. Mimi ni mfalme lakini si hapa. Ufalme wangu uko mbinguni. Maranatha. Kwa hiyo kile kilichowafanya wanafunzi wamfuate ni upendo wa Yesu. Na hicho ndio tunapaswa kufundisha watu sana. Mfundishe Yesu ni nani, upendo wake, na tunaweza tukawa nini kama Yesu. Huyu mtu akianza kuwa kama Yesu, hata hapo ndio anaanza kusikia kumbe hata kuna uzima wa milele. Yesu kumfuata bado si bure. Na hapo ndipo sasa anaanza kuona kuna moto wa kiberiti. Huu unamfunza si kwamba yeye anauogopa, maana yeye sehemu yake si hiyo. Lakini hilo ni honyo kwa wale hawajakuja. Akawaambie hapa kuna kasoro. Wewe uwepe nini hapa na mfiche kwa upendo wa Yesu. Hello. Hello. Happy Sabbath. Happy day. Happy day. Happy Sabbath. Sasa kuna batizo zingine mbili ambazo zinabaki. Hello. Kuna batizo wa Roho Mtakatifu na ubatizo wa moto. Sasa nataka kufanya hizi lessons zikuwe mbili. Batizo sehemu ya kwanza na sehemu ya pili. Huu ubatizo wa kwanza nitafundisha tu ubatizo wa Roho Mtakatifu. Nimaliza lesson hapo. Nitauguzia tu kwa kifupi. Ubatizo wa Roho nitakuja kumalizia siku nyingine mkipatia sana. Ubatizo wa Roho Mtakatifu. Ukiwa ubatizo wa pili, ni ubatizo gani? Matthew 3:11. Yohana anaambia nini wale anawabatiza? Ama aliambia wanafunzi wake nini? Kweli mimi nawabatiza kwa maji. Na kwa ajili ya toba. Anawabatiza kwa maji kwa ajili ya toba, bali yeye ajaye
kuliko mimi, atawafanya nini? Wala sistahili hata kuvichukua viatu vyake. Yeye atawabatiza kwa Roho Mtakatifu na kwa moto. Yeye atawabatiza kwa Roho Mtakatifu na kwa nini? Kwa moto. Sasa Yesu anakuja abatize kwa maji. Kwa maji watu wamebatizwa na Yohana. Yesu anaongezea ubatizo wa Roho na baadaye ubatizo wa moto. Ubatizo wa moto kuna wenye hata kuhubiria. Ndio maana nimesema kwa lesson ya pili. Ama kama ilikuwa ni darasani na sahihi tutasoma. Ubatizo wa moto si kila mtu atahubiria. Hello. Abisaba? Happy day. Ubatizo wa moto ni mkali sana. Lakini acha nikufundishe ubatizo wa Roho. Na huu ubatizo wa Roho ndio utakusaidia uingie kwa ubatizo wa moto. Bila kama ubatizo wa maji ndio utakusaidia uingie kwa nini? Kwa ubatizo wa Roho. Kwa maana Yesu alibatizwa kwa ubatizo wa maji. Akampokea. Sidhani kama ulikuwa unaona hiyo. Sasa kitabu cha Yohana, tutasoma hizi zingine kwa haraka haraka ili tufike pale. Yohana ni 14 verse 15. Anasema hivi, John 14:15. Mkinipenda mtazishika amri zangu. 16. Nami nitamuomba Baba, naye atawapa msaidizi mwingine ili akae nanyi hata milele. Maranatha. Amen. Ubatizo wa Roho ni ubatizo wa milele. Hello. Ule ubatizo wa maji labda unao kitumbukizo unatolewa una kama imeisha. Hii ukibatizwa hii unabatizwa mpaka milele. Hello. Hata nchi mpya utakuwepo. Roho atakuacha. Roho wa Mungu atakuwa na nini? Na wewe ukishabatizwa. Hiyo verse 18 inasema hivi, sitawaacha ninyi yatima. Naja kwenu. Hapa Yesu anawaambia sitawaacha ninyi yatima, Yesu anaenda. Hello. Yesu anafanya nini? Anaenda. Lakini anawaambia sitawaacha yatima, bali naja kwenu. Sasa anamwambia unaenda alafu tuambie utakuja kwenu. Nimeuliza, simesoma Kiswahili. Mtu anaenda alafu anakuja kwenu. Sasa nikisema nataka kujua hivyo Yesu anakuja kwetu kwa njia gani? Good. Nataka kujua Yesu anakuja kwenu kwa njia gani? Yesu ni kuongezea kwa Roho. Yale sio nitakwenda kufundisha siku nyingine. Kama ni maswali nitakuachia ufikirie. Kama mwanafunzi mzuri wa Yesu, jiulize maswali. Ni kwa nini ilikuwa ni lazima Yesu aende ndio Roho akuje? Na kama angeenda, Roho angekuja. Sema wanafunzi wake, isipoenda hata kuja msaidizi. Na huyo msaidizi aje akaja kama sitaenda. Hivyo ndio iko mambo moja. Utasoma maandiko tu ni kwa nini lazima Yesu angeenda. Hello. Kitu kingine, kwa nini Yesu alipoanza mahubiri Yohana aliuawa? Si Yohana alikuja kubatiza kwa maji? Ndio. Lakini Yesu alipokuja ambaye ni mkubwa kuliko Yohana, Yohana ashamaliza kazi. Si yeye ilikuwa ni mtu aliaye nyikani akihubiri, yaandaeni mapito, Bwana anakuja. Bwana ashakuja. Kazi ya Yohana imefanya nini? Imekamilika. Ndio maana Yesu hata kwenda kupigana na Yohana sikatwe kichwa. Alikubali kwa sababu Yohana ashamaliza kazi. Na Yesu anawaambia amin, amin nawaambieni, kwa kila wanadamu wote waliozaliwa na wanawake, hakuna aliye mkubwa kuliko Yohana. Kwa maana ameandaa mapito kwa ajili ya mfalme wa mbinguni. Huyo ndiye mkubwa. Lakini nawaambieni hivi, katika ufalme wa mbinguni, yule aliye mdogo kabisa ni mkubwa kuliko Yohana. Hata mfalme ni mkubwa sana. Kama wote mmezaliwa na wanawake, billions of people. Gesabu kutoka Adam, watu wamezaliwa ni trillions of people. Lakini kwa hao wote hakuna hata mmoja ni mkuu kuliko nani? Yohana. Lakini ufalme ambao Yesu anatuandalia, Yohana sasa ndiye mtoto huko. Hello. Ufalme utafakari, usikose. Usifanye nini? Usikose. Haya maswali utajibu wewe. Utasoma vizuri utapata mwiko sana, ama siku moja nitaikufundisha. Nikipata hiyo nafasi, ni kwa nini ilikuwa lazima Yesu aende. Sasa yeye anaja kwetu. Yesu akiondoka, Roho Mtakatifu ndiye anayekuja kwetu. Ama uwepo wa Yesu kupitia Roho Mtakatifu. Sasa kurudia siku ile sichanganye sana.
26 inasema hivi, lakini huyo msaidizi, huyo Roho Mtakatifu. Hello? Huyo Roho nani? Mtakatifu. Ambaye Baba atampeleka kwa jina langu. Sasa aona sasa kwa nini Yesu anakuja sasa. Atampeleka kwa jina gani? Langu mimi Yesu. Huyo Roho anakuja kama Roho wa Mwana wa Mungu. Hello? Tunafundisha siku moja leo. Kwa jina langu atawafundisha. Sasa kazi ya Roho. Wewe ulishafundishwa sasa na sisi wanadamu, si ndio? Tumekufundisha ukaamini. Unaanza kuuliza sasa, niaje hao watu wengine wanaelewa Biblia sana. Unataka unaona mtu anataka kama alizaliwa na hii Biblia akisomanga alikuwa nayo kwa tumbo akisomanga. Kwani kulienda aje? Ila anatoa mafundisho wapi? Hata Yesu anaulizwa, "Wewe unaona hii kijana mdogo?" Si walimuuliza. Hebu akamuuliza, wakati Yesu anasema, "Kabla ya Ibrahimu baba yenu, mimi nilikuwa hapo." Akaulizwa, "Hata hujafikisha miaka 50. Unakuaje mzee kuliko Ibrahimu?" Si ndio? Lakini mtoto ni nini ilikuwa juu ya Yesu? Alipotubatizwa, Roho wa Mungu alimzukia. Yaani wakati Roho wa Mungu alimzukia, alimfanyia kenye sasa sisi tutakuja kufanyisha. Atawafundisha yote. Anafanya nini? Ukishapokea Roho wewe kwa Biblia umekuwa genius. Labda ukatae kuisoma sasa. Hello? Kazi yako tu wewe soma. Hao mengine yeye atafanya nini? Atakufundisha. Na kuwakumbusha yote niliyowaambia. Hello? Naulizanga hapo nikienda kusema. Kuna watu wanasema sihubiri sasa kumbuka mafungu. Ukifika hapa mbele kuanza kuhubiri yanakuja. Kazi yake ni kukumbusha. Ndio maana Yesu anasema hata wakiwapeleka huko kotini, usiulize nitasema nini. Wewe enda. Nitayatia yale utakayosema kinywani mwako. Wewe utasema tu. Kazi yako ni kusema. Sasa hii ndio kazi ya Roho. Ukibatizwa na Roho unaanza kufundishwa. Hello. Sasa haya maisha yalikuwa ya kitambo muelewe Yesu. Katika hii maisha ya pili sasa, ubatizo sasa Roho ukishampokea huwa anaanza kufundisha. Yesu ni nani? Anakurudia sasa ile yako ulifundishwa. Anakuelezea vizuri. Muuliza chati historia mimi nisikianga tu kwa SDA. Iliitwa nini SDA? Kitambo hiyo inaitwa SDA. Because I found something breaking out. Hao zile SDA ndio maana namsikia wakisema Katoliki ni mambo ya kanisa yote. Kwa nini? Kwa sababu jina la SDA kanisa la Kiadventista alikuwa limeitwa SDA. Lakini kanisa la Kiadventista ndilo kanisa mama yote. Kwa maana lilizaliwa Edeni na Mungu mwenyewe. Sabato ilipumzika wapi? Edeni. Mungu peke yake ndio mshirika wa kwanza. Akasema akaumba, akastarehe, akaibariki, akaitakasa, akapumzika. Lini? Sabato. Edeni. Lakini kwa historia ya dunia hii Katoliki kwa sababu waliwaua waaminifu wote. Alafu kwa kuna kanisa kuweza tu la Kirumi. Ndio maana inaitwa the Roman Catholic Church. Hili ni kanisa ambalo limelikiwa na serikali ya Kirumi. Na umefungua ingine tofauti. Unabatizwa kwa moto. Hello. Sasa ndio maana ambaye ni mama wa makanisa yote lakini ni uongo. Ni mama wa makahaba. Hello. Ndio ni mama wa makanisa lakini Biblia inasema si makanisa tu. Ni mama wa makahaba. Kwa hivyo ni kanisa asi na mama wa makanisa yaliyoasi. Lakini si Kiadventista. Hello. Ndio maana Luther alisema tokeni kwake na akachonga makosa ambayo katika hilo kanisa kwa gate. Ndio maana Luther pia yeye hakupata amani kwa huo wakati. Waliona kinaanza nitakuja nilisoma huo wakati wa persecution that ages. Leo tulisoma hiyo lesson nitakuja kuelewa hicho. Huo wakati na kumaliza huo ubatizo wa Roho. John naye akielezea ibada kwa verse 13. John 16:13. Lakini yeye atakapokuja huyo Roho wa kweli, atawaongoza awatie katika kweli yote. Maranatha. Hello. Wanataka kujua ukweli wa Mungu? Ukishabatizwa kwa Roho, unaufahamu ukweli wote. Ndio maana Paulo anasema injili tunayoihubiri, sikiza. Kwa sababu ile sitamsomea. Wakorintho anasema hii injili tunayohubiri kama imesitirika. Kwa nini? Imesitirika.
basi imesitirika kwa waliopotea, ambao wa macho yao yamefumbwa na mkubwa wa ulimwengu huu. Kwa hivyo injili itasitirika. Kama unjui ukweli wowote, chunguza maandiko. Hello? Na kama kuna ukweli umesitirika, unajua kuna mahali shetani anakufumba macho. Unahitaji kuomba sana. Tuko pamoja? Roho atawatia katika kweli yote. Kwa maana hata nena kwa shauri lake mwenyewe. Huyu Roho ni kama Yesu. Hata nena yake, hapana. Lakini yote atakayoyasikia atayanena, na mambo yajayo atawapasha habari yake. Uzuri wewe Roho sasa ni nini? Yesu tunafundishwa hapa, kama uamini tunafundishwa kuhusiana na nani? Na Yesu. Na huyu Yesu ni Yesu, unafundishwa kutoka historia ya mambo yaliyopita. Si ndio? Lakini Roho sasa huyu wa Mungu anakufundisha, je, Yesu hata baada ya kwenda mbinguni anakufundisha unabii. Si ndio? Kwa maana yule joka alienda kupigana na uzao wa yule mwanamke. Wazishika amri na ushuhuda wa nani? Wa Yesu. Na Yohana anaambiwa na malaika ushuhuda wa Yesu ni nini? Ni roho ya unabii. Maranatha. Amen. Kwa hivyo huyu Roho akikuja atawatia katika kweli yote. Atawafunza Torati, kila kitu, atawafundisha hata kutii, atawafundisha neema, atawafundisha sanctuary, atawafundisha zingine. Na zaidi ya atawafundisha ushuhuda wa Yesu, ambao ni spirit of prophecy. Atawafundisha unabii wa mambo yanayokuja. Hello? Hello? Hello. Sasa ukiona sasa hujaanza kuelewa huko, anza kujua sasa huu batizo ni kama huko familia. Hello? Hello, ukiona umeanza kupungukiwa hapo, jua kuna kaubatizo hajakamilika hapa. Huyu Roho namhitaji sana. Tuko pamoja? Haji kuomba Mungu akupe sana huyu Roho wa Yesu. Haya, nitarukaruka kidogo. Kuna wale ambao wamebatizwa ubatizo wa maji na hawana Roho. Hello? Kunao? Kuna wale watu wameenda mtoni na bado Roho hawana. Kweli. Ndio maana ubatizo wa Roho unabatizwa ukiendanga ni wa milele. Lakini ubatizo wa maji tunarudiana. Unanielewa? Kwa sababu kuna wale wanabatizwa na wapokei Roho, wanafanya ubatizo wa mzaa. Nasoma Acts 1:4. Hata alipokuwa amekutana nao aliwaagiza wasitoke Yerusalemu, bali waingoje ahadi ya Baba ambao mlisikia habari zake kwangu, ya kwamba Yohana alibatiza kwa maji, bali nyinyi mtabatizwa kwa Roho Mtakatifu. Sasa mimi nimeuita ubatizo. Nasikia Yesu anauita. Anasema wanafunzi watabatizwa kwa Roho Mtakatifu. Uko pamoja? Na baada ya siku na kitabu ukiendelea kusoma hapo, ambao mlisikia habari zake kwangu, ya kwamba Yohana alibatiza kwa maji, nyinyi mtabatizwa kwa Roho Mtakatifu baada ya siku hizi chache. Lakini mtapokea nguvu. Kila sasa kile Roho, kwa nini tunabatizwa kwa Roho? Mnapokea nguvu. Baada ya nguvu, nini kile mnapokea? Mtapokea nguvu akisha kuajilia juu yenu Roho. Nanyi mtakuwa mashahidi wangu. Ndio maana niwaambia sasa, ukishabatizwa ubatizo wa maji, ujue wewe ni mwanajeshi. Unasaini contract ya kuishi ama kufa. Hello? Kwa sababu ukikuwa shahidi wa Yesu, si wengi wanampenda huyo Yesu. So umeingia mahali ambapo au upeleki amani. Kama unaenda unaona mapastors ndio wanahubiria watu wa amani kila wakati. Hawa si pastors. Ndio Mungu anasema kuna amani. Lakini saa hii Yesu hakuleta amani. Alisema si kuja kuleta amani duniani, bali ni kuja kuleta nini? Upanga. Upanga ndio kuleta amani. Upanga ni vita. Hello. Kwa hivyo Yesu, ili neno la Mungu linaambiwa ni kuliko upanga mkali ukatao kuwili. Bado upanga unakata kwenda mbele na kwenda nyuma. Neno la Mungu ni kweli hivyo. Inaambiwa inaunganisha au inatofautisha mafuta na nyama na mfupa. Leo ni panga gani kama inakula nyama? Kuna panga unaweza kata nayo ikate mfupa tofauti, nyama tofauti na nyama mafuta tofauti. Hakuna. Lakini hiyo neno la Mungu ni upanga mkali. Unaenda kupigana. Unakata nyama tofauti, mafuta tofauti na mfupa tofauti. So wakati anakupatia upanga, kuna wale nao wanakuja kupigana na huo upanga.
Ndio maana sema si amani, kwa maana ukweli haupendi. Takejesi, ukisoma takejesi utaona. Kina Jonas walichoma moto pamoja na Biblia na vitabu vingine za roho ya unabii. Wycliffe, John Wycliffe, soma hiyo. Calvin, hapo katika Trinity Controversy, the Dark Ages, soma chapters kama 3 za kwanza. Utaona ukivuka hii ya kwanza kabisa nguo la Yerusalemu. Alafu soma hao mengine. Utaona watu walinyongwa. Walichinjwa. Hizi mipira. Samani kwa wale vijana mnapenda mpira sana. Hizi nyanja za mipira hazikutengenezewa mpira huu unaoona sasa hivi unachezwa. Hapana. Kuja nitakuonyesha video lunch time kama unataka kuona. Zilikuwa timu mbili. Timu la Simba na timu la watakatifu. They were hunted like dogs. Like walikuwa na windwa kama mbwa mwitu. Wakiwindwa wanakusanya huko kote. Wanakuja wanaingishwa katika hizo nyanja, hizo mauwanja. Wakiingia kwa hizo uwanja, Simba wangepewa njaa kwa siku 7. Kwa hizo siku 7 wangekuja kujionea viongozi wa Rumi na wale watu ambao hawajaamini Yesu, ili kuwa tisho wale ambao wanahubiri hiyo injili. Wakuja kufunguliwa, hao watu watajazwa kwa mlango mmoja. Sinaingia timu A na timu B, Chelsea na Man U. Sasa ndivyo ilipanga hivyo. Chelsea hapo kunaingishwa watu na si unaingishwa kwa roho safi. Unasukumwa ni kwa fimbo. Lazima unajaa uwanjani. Mkiingia uwanjani ile timu B unafunguliwa Simba. Wamekaa njaa siku ngapi? 7. Sasa mpira uanze. Hello. Mpira ufanye nini? Uanze. Wangeraruliwa. Ndio maana nasikia kwa Paulo nitakusomea alisema wengine waliuawa, wakafungwa magerezani, wakachinjwa kwa misumeno. Hawachinjwa kwa misumeno na ukombai. Kaelewa ni kwa nini hiyo? Au mwambie ni kichwa tunaekelea hapa. Si James alifanywa hivyo? Ekelea hapa tukate, ingine tunataka. Pia Yohana alifanywa vile vile. Na hiyo ilikuwa ni zawadi ya mtoto wa mfalme. Nakuja kusoma ubatizo wa moto nitakuelezea hayo vizuri. Lakini huo upanga ndio huo Yesu alileta. Bila roho hautoboi. Hello? Bila roho hautoboi. Na hata hutalalamika kama Yesu. Yesu hakulalamika, ndio? Paulo anasema, anaambiwa akili kwa controversy ninasema, hao watu walipokuja katika vifo vyao kina John Huss na kina Calvin, walikuja wamevikwa mavazi mazuri na wanafuraha kama watu wanaenda harusini. Hello? Wetera kuchoma hata mazuri. Huo ndio ubatizo wa roho. Siku ya Pentekoste wanafunzi walibatizwa kwa roho, wakavutiwa na roho, wakapata roho. Nataka kumalizia, sitaki mafungu ni mengi hapa, maana niandika mafungu zaidi ya 30 hapa. Na sitaki sasa kuchota sana. Nataka kukufundisha kuhusiana na wakati. Nataka kufundisha kuhusiana na Paulo na Petro. Hilo sasa nafikiri mafungu ni mengi hapa, utachoka sana. Lakini kuna kundi lilimjia Petro, akawauliza, "Mlibatizwa?" Wakasema, "Ndio tulibatizwa." "Na mlipobatizwa, mlimpokea roho?" Wakasema, "Hata huyo roho hatumfahamu." Wakaulizwa, "Kwani mlibatizwa kwa ubatizo gani?" Wakasema, "Tulibatizwa kwa ubatizo wa Yohana." Ubatizo wa Yohana ulikuwa sahihi. Ulikuwa kweli kabisa. Lakini hawakupokea roho, kwa maana Yesu hapo amekuja. Sivyo? Anaambia basi tufanye nini tumpokee huyo roho? Alirudi wapi? Mtoni. Hello. Jamani, nilisema kuna watu hawana roho na wamebatizwa. Na dawa yao ni wafundisho waamini tena tuende wapi? Mtoni. Sasa kama unaona kama roho hayuko, basi hapa. Tunaenda kwa mtu bado kuna hata wengine wanarudi mtoni. Hawakumuona huyo roho. Hello. Wanaporudi anamwambia mpokee roho, wanawabatiza. Na huyu roho anapokelewa kwa aina gani? Wanafunzi waliwawekea nini? Mikono. Hello. Kwa hivyo watu wakitoka mtoni, wanapaswa waingie kanisani, waombewe na wazee na wale waaminifu walioko pale. Wawekelewe mikono ili wampokee roho wa Mungu. Na wakimpokea huo roho washabatizwa mara ngapi? Wamebatizwa ule ubatizo mmoja, imani moja, mtoni. Wamebatizwa ubatizo wa Roho Mtakatifu hapa.
Sasa kutoka hapo pastor waendelee kufundisha hii mengine na Roho akiwafundisha na kuandaa ili tuingie the next episode ya kubatizwa kwa moto. Kwa moto nitakuja kuzungumzia kwa lesson nyingine. Otherwise kwa sasa mbarikiwe. Amen.